Labda nilirahisisha hilo, maana ndio maswali tunaita ya uchokozi. Tuko kwenye msiba sasa, tusitafute msiba juu ya msiba. Tuko kwenye msiba na sio haki mimi nikaanza kuwa judgmental kwa viongozi wenzangu. Ya kwanza, na washukuru ndugu waandishi wa habari kwa kufika nyumbani kwa mzee wetu hayati Edwin Mtei. Kama mjuavyo, mzee Mtei ni kiongozi mwandamizi katika nchi yetu kwa miaka mingi sana, kabla ya uhuru, wakati wa uhuru na hata baada ya uhuru, na hata katika mfumo wa vyama vingi vya siasa kuanzia mwaka 1992. Mzee amerehemika jana usiku wakati juhudi za kifamilia zikijaribu kumwaisha katika hospitali ya Seliani baada ya kuona hali yake imekuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, mzee ameugua kwa muda mrefu na amekuwa anapatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali ikiwemo Nairobi Hospital Kenya, Dar es Salaam na maeneo mengine kadha wa kadha. Familia imepokea kwa uzito mkubwa sana msiba huu, na natambua vile vile viongozi mbalimbali wa kisiasa, wa kiserikali nao wamepokea kwa uzito mkubwa msiba huu kutokana na rekodi nzuri iliyotukuka ya mzee wetu Edwin Mtei. Familia wengi wa watoto wako nje ya Arusha na wanaendelea kukusanyika hapa nyumbani Tengeru, Arusha. Kwa hiyo wengine wataendelea kufika leo, wengine watafika kesho, lakini taratibu mbalimbali za mazishi zitapangwa na familia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ambazo mzee alizihudumu kwa njia moja au nyingine. Tumepokea salamu kutoka Benki Kuu, tumepokea salamu kutoka kwa rais, tumepokea salamu kutoka kwa waziri mkuu, tumepokea salamu kutoka ofisi ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na bado kwa kweli salamu nyingine mbalimbali zinaendelea kuja na tutaendelea kuzipokea, na tunawashukuru wote ambao wanatukimbilia kwa njia moja au nyingine kushiriki na sisi katika mipango ya kumlaza mzee wetu. Natambua chama cha Chadema nacho kimetuma ujumbe katika msiba huu ili kuungana na familia, kwa sababu mzee alikuwa ni muasisi wa chama chetu na bado ni kiongozi ambaye tulikuwa tunamheshimu sana katika njia mbalimbali, kwa sababu misingi yote ya Chadema huyu ndio founder, original founder. Mimi nami nilikuwa mmoja wapo wa waasisi, lakini wakati tunaasisi Chadema mimi nilikuwa mdogo sana. Familia itaamua kifanyike nini. Huu msiba ni wa familia, na nikisema ni msiba wa familia, familia yetu ni pana. Familia yetu ni pana, ina wanasiasa, ina viongozi wa kiserikali, ina viongozi wa kidini, ina viongozi mchanganyiko. Kwa hiyo familia ndio itakayoamua, lakini msiba huu hatutaacha kushirikisha makundi yote ambayo baba alifanya nayo kazi kwa muda mrefu. Swali la pili, mimi binafsi na mzee Mtei. Mimi vile vile mzee Mtei ni baba mkwe wangu, lakini tulipoanza Chadema nilikuwa sijamuoa binti wa Mtei, lakini nawezekana katika pitapita ya Chadema nikachungulia chema na mimi nikajiopolea hapo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo niliingia katika undugu na familia ya mzee wetu Mtei.